Niko hapa mbele yenu kuongelea faida za kupiga kura kwa vijana. Kwanza kabisa ni kuchagua viongozi walio bora. Kila mtu hapa anamjua kiongozi wake ambaye ni bora. Kwa hiyo nilikuwa ninaomba na kushauri pia kila kijana aende akapige kura ili kuchagua kiongozi aliye bora. Na kitu cha pili, vijana tuko wengi sana Tanzania. Kura yako moja itafanya vijana wengi na nchi nzima kwa ujumla kupata mtu aliye sahihi. Kwa hiyo nilikuwa naomba pia wito wa vijana uwe wengi. Kitu cha tatu, nilikuwa naomba kwa kila kijana ambaye ana elimu ya kupiga kura aende akatoe elimu kwa vijana wengine ambao hawana elimu hiyo. Kuna vijana wako mtaani hawana elimu kabisa ya kuhusu kura. Nilikuwa naomba vijana tuliokusanyika mahali hapa, najua wote tuna elimu ya kupiga kura, tuungane kwa pamoja kutoa elimu mbalimbali kuhusu kupiga kura. Na kitu cha nne kuhusu elimu, nilikuwa naomba pia tutoe elimu kuhusu lugha nzuri kuhusu kura. Tuwashirikishe watu kutumia lugha nzuri, watu wasitumie lugha za matusi ili kuendelea kuilinda amani hiyo siku ya Oktoba tarehe 29. Watanzania wenzangu mnaoniona, vijana ni sauti kubwa na ni nguvu kubwa. Vijana ndio tunaweza tukafanya mabadiliko katika taifa hili tukiungana, tukishikana kwa pamoja. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ninaomba vijana wenzangu tujitokeze Oktoba tuweze kwenda kuchagua viongozi bora ili waweze kutuletea maendeleo kwa taifa letu la Tanzania. Lakini tuhakikishe tubaki na taifa lenye msimamo moja, lenye amani na utulivu. Amani hii ambayo viongozi wetu wameilinda kwa siku nyingi sana na miaka mingi, tunaweza tukaivunja ndani ya siku moja. Lakini kuijenga ni gharama na itachukua muda mwingi sana. Maisha ya watoto wetu, wadogo zetu, wazee wetu na familia zetu yako mikononi mwa vijana. Niwaase vijana, tuiweke Tanzania moyoni, mabegani, bila kuchoka. Naombeni sana Oktoba tujitokeze, tuende tukapige kura vijana wenzangu. Tutapataje maendeleo haya kama vijana hatutatoka kwa mstari wa mbele kupiga kura kuwachagua viongozi walio bora? Uchaguzi ni kiashiria kikubwa sana cha demokrasia, lakini pia kushiriki katika uchaguzi ni haki yetu kisheria, lakini pia ni wajibu wa kiraia wa kila Mtanzania, hasa sisi vijana, kwa mustakabali mzuri wa nchi yetu. Ibara ya 74 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano inaeleza wazi kuanzishwa kwa tume ya uchaguzi ambayo wajibu wake na jukumu lake kuu ni kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa huru, wa haki, amani na unaosimamia sheria. Ndugu zangu na vijana wenzangu, kura yako ni sauti yako. Usikubali sauti yako izimishwe au kuizimisha wewe wenyewe. Niwasihi ifikapo Oktoba 29 tukajitokeze kwa wingi, tukapige kura, kwa sababu kura yako moja inaenda kuamua kiongozi bora na unayemtaka kwa ajili ya mustakabali mzuri wa nchi yetu. Na mimi nimepita vijijini, nimepita mijini, nimesikiliza kampeni za siasa, nimemfuatilia sana Mheshimiwa Rais Samia akiongea, nimeenda kwenye mikutano ya madiwani, ya wabunge. Naweza tu nikakwambia kuna maelfu na maelfu na maelfu na maelfu na mamilioni ya Watanzania ambao wako tayari watathubutu kuilinda nchi hii. Kuna maelfu ya Watanzania wanafikiri kama wewe, wanataka siku hiyo watoke. Na sasa kitu ambacho nadhani tunafanya, tunatoa shuhuda za utayari wetu, lakini tunatoa shuhuda ya amani iliyoko sasa hivi, na kwamba tunaweza siku ya tarehe 29 kijana ukaamka, ukampitia kijana mwenzako, ukampitia yule, ukakutana na bibi njiani hajiwezi, ukamsaidia. Kuna mtu mmoja aliongea, likawa ni taifa la watu wenye adili, taifa la watu wenye upendo, taifa la watu wanaothubutu. Tuyaonyeshe mataifa jirani Tanzania ni watu wa namna gani. Sifa ya Tanzania, sifa ambazo kupitia uongozi wa sasa wa Daktari Samia na serikali yake awamu ya 6, Tanzania imejipatia maendeleo lukuki ambayo tunayaona. Mtu mmoja alizungumzia nchi nyingi zinaona wivu, watu wengi wanaona gele. Wanasema Tanzania ni nchi yenye mifumo. Kuna watu wangependa kusema ni Afrika.
kuna mavita. Tanzania hakuna vita, wasio kwao mahali pa kukimbilia daima imekuwa Tanzania. Tunachotaka katika hili zoezi na wakati tunazungumza, tuendeleze huu ubabe wa amani ya Watanzania, furaha ya Watanzania, na kila mtu akiangalia nchi hii hata kwa mbali anasema na wish laiti kama ningekuwa Mtanzania. Na tunaweza tukaendelea kurithisha kama alivyosema mdogo wangu mmoja pale, kizazi hiki na kijacho na kijacho na kijacho. Kura hizi kuna kitu kunaitwa driving people to vote, kwenda kuwachukua ambao tunajua ni Watanzania, ni majirani zetu, wakapiga kura. Jambo hili vijana linawahusu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.